Habari na karibu kwenye kituo cha ufunuo wa unabii wa Biblia, Revealing Revelation. Jina langu ni Alan Dubrey, na kwenye kituo hiki cha unabii tutaenda moja kwa moja kwenye kiini cha kila ufunuo. Hakutakuwa na sura ndefu baada ya nyingine, uchambuzi wa kina wa kila kitu. Hakutakuwa na mazungumzo yasiyo na maana wala kuweka tarehe. Hakuna mambo haya. Tutakuwa moja kwa moja kwenye hoja, tukifichua mafumbo ya ufunuo. Tutaacha mafundisho marefu ya saa 2 au 3 kwa uchambuzi wetu wa kina ambao tunafanya kwenye kituo chetu kikuu. Lengo na madhumuni ya kituo hiki ni kuwafikia watu wengi zaidi, kufika kwenye kiini cha mambo haya ya ufunuo na kuwasaidia watu kuchukua kidogo kidogo kwa wakati, badala ya kuwazidishia kama vile bomba la maji la moto ninavyofanya kwenye kituo kikuu cha huduma. Lengo la yote haya ni kuwafikia watu wengi zaidi. Na pamoja na hayo, kuna habari za kusisimua kuhusu kituo hiki pia, hata habari za kusisimua zaidi. Na hiyo ni kwamba tutaongeza lugha 10 zaidi kwenye kituo hiki. Kwa hiyo, Kiingereza na lugha nyingine 10 ambazo zitawafikia watu mbali na kote. Hazitakuwa tu manukuu yaliyofungwa, closed captions. Tutakuwa na vituo halisi 10 vya ziada, kituo kwa kila mafundisho na kila video tunayofanya kwenye huduma hii. Na kila moja itatajwa kwenye kisanduku cha maelezo cha kila video ili iwe rahisi kushiriki na kutuma kwa watu popote walipo duniani. Kwa hiyo tunafurahia sana kuhusu hili na tunatumaini kwamba ninyi pia mnafurahia. Wacha nikupe mwanga kidogo kuhusu aina ya ufunuo wa kina ambao tutachunguza. Je, umewahi kujiuliza au kushangaa kwa nini kuna tofauti katika injili za sinoptiki? Kama ukisoma hadithi katika Mathayo, Marko na Luka, na inapaswa kuwa hadithi ile ile, lakini maneno ni tofauti na wakati mwingine mahali na muktadha ni tofauti kabisa. Basi tumekuwa tukiambiwa kwa karne nyingi kwamba hili linahusiana na migongano na baadhi ya watu. Wengine watatuambia kwamba hili linahusiana tu na mtazamo. Basi tumekuwa tukionyesha hapa kwa miaka 8 iliyopita tangu huduma ilipoanza kwamba jibu la kina kwa tofauti hizi zote ni unabii. Wacha nikupe mfano. Katika Injili ya Luka, Yesu alipokuwa karibu kupelekwa msalabani, waliwavisha, inasema, vazi la fahari. Katika kamusi ya Strong, neno la vazi la fahari linamaanisha jeupe, linalong'aa na zuri. Ukienda kusoma hadithi hiyo katika Marko, inasema kwamba alivishwa vazi la zambarau. Ukienda kwenye hadithi katika Mathayo, inasema kwamba alivishwa vazi la rangi ya damu ya mzee. Basi shukrani kwa kitabu cha Ufunuo na Unabii, tunaelewa maana ya rangi hizi. Vazi la fahari, jeupe, linalong'aa na zuri ni maelezo ya bibi arusi wa Kristo. Tunapozungumzia zambarau na rangi ya damu ya mzee, tunachotakiwa kufanya ni kwenda Ufunuo sura ya 17, na tunaona kwamba yule mwanamke anayempanda mnyama amevishwa zambarau na rangi ya damu ya mzee. Maelezo yale yale ya rangi mbili yanapatikana katika Injili ya Marko na Injili ya Mathayo. Hivyo hii inatuambia nini? Ni mfano mmoja tu mdogo kati ya mifano mingi sana ambayo tumeifunua kwa miaka hapa, ili kukuonyesha kwamba kuna jambo lingine linaloendelea. Kwamba kuna kitu katika Injili ya Luka ambacho kimeunganishwa na bibi arusi wa Kristo. Wakati Injili ya Marko na Injili ya Mathayo, zina uhusiano na jambo fulani linalohusiana na mwisho wa nyakati, ndiyo maana kuna yule mwanamke anayempanda mnyama. Unajua, jambo lingine tuliloambiwa ni kwamba ufunuo, dhiki ya mwisho wa nyakati inachukua miaka 7. Lakini sote tumeambiwa hivi kwa sababu ya mtazamo wa kila mtu anayefundisha kutoka Injili ya Mathayo. Lakini tena katika mfano huu mdogo niliokuonyesha, unaweza kuanza kuona kwamba kuna kitu katika Luka, kitu katika Marko na kitu katika Mathayo. Kwamba hatupaswi kuchukua sehemu ya Marko ili kujaza hadithi katika Mathayo. Hatupaswi kuchukua sehemu nyingine ya Luka na kujaza hadithi ya Mathayo. Lakini wao wenyewe kila mmoja anasimulia hadithi yake ya kinabii.
Na unapoanza kuelewa hili, mara tu hili linapoanza kujifunua kwako, utaona kwamba kuna fumbo la ajabu ndani ya Injili tunaloita ni nani Injili zinazungumzia. Utaona kwamba mwisho wa nyakati si kweli kwamba ni miaka 7 pekee. Inaaminika kuwa kwa sababu ya mtazamo wetu wa Mathayo, hatujawahi kugundua kuwa Marko ana hadithi na vile vile Luka. Nini kingine? Vema, vipi kuhusu kuweza kuchukua ufunuo huu na kurudisha hadi mwanzo wa uumbaji na kukuonyesha hadi mwisho wa kitabu cha Ufunuo? Yote kutoka kwa fumbo hili katika ufunuo wa nani Injili zinazungumza naye. Vipi kuhusu kabla, katikati na chapisho? Kumekuwa na mabishano kwa angalau karne kadhaa kuhusu kama Bwana atakuja kabla ya dhiki, katikati ya dhiki au baada ya dhiki. Haya mafunuo yatakufafanulia yote. Kwa hiyo tuna furaha sana kuutoa ufunuo huu wa kina zaidi na zaidi kwa ulimwengu. Natumai na naomba kwamba kila mtu atapenda kushiriki na kujisajili, kwamba wataingia kwenye viungo hivi na kuvishiriki na familia na marafiki kote duniani, kwa sababu tutaenda kwa undani, lakini tutahakikisha ni rahisi kueleweka. Kitu rahisi kwa kila mtu kuchukua kipande kimoja kwa wakati, kukisoma, kukitafuta na kukichunguza, na kwa maombi kila mmoja wenu atapata ule wakati, kama ambavyo sisi sote tumepata hapa kwenye huduma, ambao tunauita mara ukiona huwezi tena kutoona. Wakati ule wa unapokufikia ni wa kusisimua sana, kwa sababu Injili, maandiko, kuanzia mwanzo hadi mwisho, yanajifungua kwako kabisa. Na ninakuahidi utaona ufahamu wa mwisho wa siku kama vile haujawahi kuelewa hapo awali, na itakufungulia maandiko yote. Kwa hiyo nimefurahi sana, wizara ina furaha sana, na tunatarajia kusikia kutoka kwako. Tunatazamia nyinyi kuishiriki mbali na mbali. Tunashukuru, tunakupenda, tunakuombea, tunatarajia kuzungumza nawe karibuni. Mungu awabariki nyote. Kwa heri.